Sauli amekufa. Israeli inagawanyika. Yako hapo mfalme aliyepakwa mafuta miaka mingi iliyopita, lakini hakuchukua kiti cha enzi kwa nguvu. Mbona? Katika 2 Samueli sura ya 2 mstari wa 1 hadi 7 tunaona mfano wa hekima ya subira ambayo inaweza kubadilisha historia. Daudi, mfalme aliyechaguliwa na Mungu, anamuuliza Bwana, je, nipande kwenda katika moja ya miji ya Yuda? Hii ni swali la mtu anayejua kwamba kuna wakati wa Mungu kwa kila jambo. Sauli alikuwa ameshindwa kumuuliza Mungu. Daudi hajafanya hiyo kosa. Andikwa katika 2 Samueli 2:1-2. Baada ya hayo Daudi akamuuliza Bwana akasema, je, nipande kwenda katika moja ya miji ya Yuda? Bwana akamwambia, panda. Daudi akasema, nipande wapi? Akasema, Hebroni. Basi Daudi akapanda huko pamoja na wake zake wawili. Hebu tuangalie kwa makini. Daudi anamuuliza Mungu mara mbili, si mara moja tu. Kwanza, je, nipande? Pili, nipande wapi? Hii ni hekima ya uongozi wa kweli. Mungu anajibu mara zote mbili. Hakuna haraka, hakuna wasiwasi. Kuna subira, kuna heshima, kuna ushirikiano kati ya Mungu na mtu wake. Hebu tusikize maneno haya ya Mungu kwa makini. 2 Samueli 2:3-4. Daudi akawapandisha pamoja naye watu wake, kila mtu pamoja na jamaa yake, wakakaa katika miji ya Hebroni. Watu wa Yuda wakaja wakampaka Daudi mafuta kuwa mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Je, unaona nini muhimu hapa? Daudi hakujitangaza kuwa mfalme. Hakusema, mimi ndiye mfalme wenu mpya. Watu wa Yuda ndio walimchagua. Hii ni tofauti kubwa na jinsi wafalme wengi wanavyochukua madaraka. Walimchagua kwa sababu walimjua, alikuwa mchungaji wao, alikuwa shujaa wao, alikuwa mtu wa Mungu. Katika mstari wa 5 hadi 7 tunaona zaidi ya hekima yake. Daudi akatuma wajumbe kwa watu wa Yabeshi Gileadi, akawaambia, mbarikiwe na Bwana, kwa kuwa mmemtendea haya mema bwana wenu Sauli na kumzika. Sasa na Bwana awalipe wema na uaminifu, nami pia nitawalipa mema haya, kwa sababu mmefanya jambo hili. Hawa watu wa Yabeshi Gileadi walikuwa wamemzika Sauli kwa heshima. Daudi hakuwaita adui. Akawaita watu wema na kuwabariki. Hii ni hekima ya uongozi, kutambua wema hata kwa wale waliomtumikia mfalme mwingine. Kuna mambo matatu muhimu ambayo wengi huwa hawayaoni katika hadithi hii. Jambo la kwanza, Daudi alimuuliza Mungu mara mbili. Si mara moja tu. Hii inaonyesha kwamba hata baada ya kupewa jibu la kwanza, aliendelea kumuuliza Mungu maelezo zaidi. Je, nipande? Ndiyo. Nipande wapi? Hebroni. Hii ni hekima ya kweli. Kuwauliza Mungu maswali yote, si tu yale ambayo tunafikiri ni muhimu. Jambo la pili, wanaume wa Yabeshi Gileadi walikuwa wamemzika Sauli, mfalme ambaye alikuwa akimfuata Daudi ili amue. Lakini Daudi hakuwaita adui. Akawabariki. Hii ni hekima ya uongozi wa kiroho, kutambua wema popote pale ulipo, hata kwa wale waliokuwa upande wa adui yako. Jambo la tatu, Daudi hakutangaza utukufu wake. Hakuwaambia watu, mimi ndiye mfalme wenu. Watu wa Yuda ndio walimchagua. Hii ni tofauti kubwa na jinsi ambavyo viongozi wengi hujichagua wenyewe. Daudi alisubiri watu wamtambue, si kujitambulisha mwenyewe. Hizi ni siri za uongozi wa Mungu: kuuliza, kubariki na kusubiri. Mabadiliko makubwa ya kiteolojia yanayoonekana hapa ni matatu. Kwanza, kuona mabadiliko kutoka kwa kuogopa hadi kuuliza. Sauli alikuwa anaogopa kumuuliza Mungu. Katika 1 Samueli 28 tunamuona akienda kwa mchawi wa Endori badala ya kwa Mungu. Lakini Daudi anaanza kila jambo kwa kumuuliza Mungu. Hii ni ishara ya uhusiano mkuu kati ya Mungu na mtu wake. Pili, mabadiliko kutoka kwa kujitawala hadi kutumikia. Sauli alichukua uongozi kwa ajili yake mwenyewe. Daudi anachukulia uongozi kama huduma. Anawaita watu wa Yabeshi ndugu na kuwabariki ingawa walimtumikia mfalme mwingine. Huu ni uongozi wa kutumikia, si wa kujitawala. Tatu, mabadiliko kutoka kwa kujifanya hadi kusubiri. Sauli alijaribu kuongoza bila ya kumuuliza Mungu. Daudi anasubiri aruhusiwe na Mungu. Hata baada ya kupakwa mafuta miaka mingi iliyopita, bado anasubiri ishara ya Mungu.
Katika Zaburi 27:14 ataandika baadaye, subiri Bwana, uwe na ujasiri na moyo mkuu, ndiyo, subiri Bwana. Hii ni hekima aliyoijifunza, kwamba Mungu ana wakati wake mwenyewe na wakati wake ni bora kuliko wetu. Hizi ni siri za uongozi wa Mungu. Wanyamapori waliushuhudia wakati huu muhimu katika historia ya Israeli, na mioyo yao ilijazwa mshangao na huzuni kwa yale walioyaona. Mwanakondoo, umeona jinsi Daudi anavyomuuliza Mungu kabla ya kufanya lolote. Hii ni hekima ya kweli ya uongozi. Ndiyo, Simba. Lakini ninashangaa, kwa nini binadamu wengi hawamuulizi Mungu kabla ya kufanya maamuzi makubwa? Daudi anaonyesha kwamba uongozi wa kweli ni kuwa mchungaji, si mkuu. Kutoka juu hapa naona mpango wa Mungu unaendelea. Sauli hakumuuliza Mungu akaanguka. Daudi anamuuliza Mungu, anainuliwa. Hii ni siri ya mafanikio ya kiroho. Nami ninashangaa ni jinsi anavyowabariki watu wa Yabeshi Gileadi, watu waliomsaliti. Binadamu anapewa nguvu ya kusamehe na kubariki hata adui zake. Lakini ni huzuni kuona jinsi binadamu wengi wanavyopoteza hekima hii. Wanajitawala badala ya kumuuliza Mungu. Wanajifanya badala ya kusubiri wakati wa Mungu. Sasa ni nini tunaweza kujifunza kutoka kwa mfano wa Daudi? Jambo la kwanza, humuulize Mungu kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Si kila maamuzi, lakini yale makubwa yanayoathiri maisha yenu na ya wengine. Daudi hakufanya hatua bila kumuuliza Mungu. Hata baada ya kupewa jibu, aliendelea kuuliza maelezo. Hii ni hekima. Jambo la pili, subiri wakati wa Mungu. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme miaka mingi kabla ya kuwa mfalme. Lakini hakuharakisha mipango ya Mungu. Alisubiri. Katika dunia ya leo tunataka kila kitu haraka. Lakini Mungu ana wakati wake, na wakati wake ni bora kuliko wetu. Jambo la tatu, tumikia popote Mungu amekuweka. Daudi hakuongoza kama mkuu, aliongoza kama mtumishi. Aliwabariki hata wale waliomtumikia mfalme mwingine. Hii ni hekima ya uongozi wa Kristo, kutumikia si kutawaliwa. Je, katika maisha yako unafanya mambo haya? Unamuuliza Mungu kabla ya maamuzi makubwa? Unasubiri wakati wake? Unatumikia wengine? Hebu tumuombe Mungu. Baba wa anga, tunakushukuru kwa mfano wa Daudi. Tumefunzwa kwamba uongozi wa kweli ni kutumikia, na kwamba lazima tukuulize kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Tusamehe tulipojaribu kuongoza bila ya kukuuliza. Tusamehe tulipojifanya badala ya kusubiri wakati wako. Tupe hekima ya Daudi, ya kukuuliza, ya kusubiri na ya kutumikia. Katika kila maamuzi makubwa tunayokaribia, tukumbuke kuanza na maombi. Katika kila nafasi ya uongozi uliotitweka, tuongozee kama Daudi, kwa hekima, kwa upole na kwa kutumikia. Tupe subira ya kusubiri wakati wako badala ya kuharakisha mipango yetu. Tufundishe kuwa na moyo wa kutumikia hata kwa wale wanaotufanyia mabaya. Kama vile Daudi alivyowabariki watu wa Yabeshi Gileadi, tutupe nguvu ya kubariki na kusamehe. Tuombe katika jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka, Mungu ana wakati wake kwa kila jambo. Kama Daudi, tujiunge naye katika subira, katika maombi na katika utumishi. Asanteni kwa kutujiunga. Tuonane katika kipindi kijacho cha Genesis to Revelation na 17:16 Act 12. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.